Yes, karibu ndani ya Six Sense Sports na wakati huu uko nami Mwanaisha Lukali, beki kisiki na machachari Afrika Mashariki na Kati, ambaye anahakikisha na kuletea yale yote ya kimichezo ambayo kwa hivi sasa yanaendelea kufanya vizuri zaidi ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Kubwa zaidi ni baada ya wekundu wa Msimbazi Simba, klabu ya Simba siku ya jana kumtambulisha meneja mkuu wa benchi lao la ufundi kutokea pale nchini Botswana. Hapa namzungumzia Demetri Potif, ambaye ametua ndani ya kikosi hicho cha wekundu wa Msimbazi Simba. Baada ya utambulisho huo, mijadala mbalimbali ilikuwa inaendelea katika mitandao mbalimbali ya kijamii, hususan kati ya watani hawa wajadi. Hapa nawazungumzia Simba pamoja na Young Africans. Baada ya utambulisho wa meneja mkuu wa klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba, afisa habari wa Young Africans hapa namzungumzia Ali Shabani Kamwe alianza ule uchochezi, ama alianza kuwatania watani zao wajadi wekundu wa Msimbazi Simba kwamba wamesajili mwalimu ambaye hana vigezo vya kuwa mwalimu mkuu katika benchi lao la ufundi. Hivyo basi, kutokana na kile ambacho kinaendelea, mwalimu Demetri Potif yeye kutokana hana leseni, hivyo basi atasimama kama meneja wa timu yao, na huku mwalimu Suleiman Matola ambaye yeye amekamilika katika kila idara na vigezo vyote ama vyeti vyake vile vinamruhusu kusimama kama kocha mkuu wa wekundu wa Msimbazi Simba. Maneno yamekuwa ni mengi katika mitandao mbalimbali ya kijamii. Kitendo hicho ambacho alichokisema Ali Shabani Kamwe kikamfanya meneja wa habari wa wekundu wa Msimbazi Simba, hapa namzungumzia Ahmed Ali, asikae na yeye kinyonge na kuja kujibu mashambulizi kwa Ali Shabani Kamwe na kumwambia kuna timu hapa nchini Tanzania imemfukuza mwalimu wake kimya bila ya kuaga, na walikuwa wanahitaji huduma ya meneja wao mkuu Demetri Potif, na mwalimu ama meneja mkuu wa mpya wa wekundu wa Msimbazi Simba akaamua kuwachagua wekundu wa Msimbazi Simba. Taarifa ama tetesi katika mitandao mbalimbali ya kijamii zinasema kwamba Young Africans tayari wameshaanza mchakato wa kutafuta mwalimu mpya katika benchi lao la ufundi, kwani mwalimu Romain Folz inasemekana muda wowote kuanzia hivi sasa anaweza akapewa thank you ndani ya kikosi hicho kijani na njano, kutokana na baadhi ya mashabiki wa Young Africans kutokufurahishwa na namna ambavyo timu inavyocheza. Tangu atue ndani ya dirisha kubwa hili, mwalimu Romain Folz wa Young Africans hajapoteza mchezo wowote, michezo yote ameshinda, lakini pia ameweza kutoa sare katika mchezo wa ligi kuu Tanzania bara dhidi ya Mbeya City, kitendo ambacho kimewapelekea ama kimewapa pressure baadhi ya mashabiki wa Young Africans na kuanza kupiga kelele ama kupaza sauti zao kunako uongozi wao kwamba hawaamini ama hawana imani na mwenendo wa timu yao chini ya mwalimu Romain Folz. Hivyo basi walikuwa wanatamani waweze kupatiwa mwalimu mpya kutokana na mpira wa Young Africans jinsi ambavyo walivyokuwa wanacheza. Young Africans ilikuwa inacheza vizuri, ilikuwa inacheza na napata matokeo, lakini mashabiki walikuwa hawaelewi namna gani timu yao inacheza. Wengine wakawa wanajiuliza mwalimu Romain Folz anatumia mfumo wa namna gani, na wengine wanasema timu ilikuwa haiendi mbele, yani mashambulizi yalikuwa ni machache. Young Africans ilikuwa inafikiwa kwa ukaribu zaidi, kitendo ambacho inasemekana uongozi wa Young Africans wameanza kutathmini na kuanza kumtafuta mbadala wa mwalimu Romain Folz ndani ya kikosi hicho cha Young Africans. Kuna baadhi ya wachambuzi hapa nchini kwetu Tanzania walikuwa wanatamani ama wanaona Young Africans wangeendelea kumpatia muda mwalimu Romain Folz kutokana na tangu aingie ndani ya kikosi hicho ni muda mchache, takriban miezi ipatayo 2 hivi sasa. Hivyo basi angepatiwa muda zaidi wa kukaa na wachezaji na kuwasoma na kuweza kuichagua ama kukipanga kile kikosi chake cha kwanza. Kitendo hicho kimeweza kuwafurahisha baadhi ya mashabiki wa Young Africans kusikia kwamba Young Africans imeshaanza kuingia sokoni kumtafuta mwalimu mpya.
Kupitia katika ukurasa wa Instagram wa mchambuzi wa kandanda hapa nchini kwetu Tanzania, Hans Raphael Mwambeki, yeye pia ameweza kuposti taarifa hiyo na kumweka aliyewahi kuwa mwalimu wa wekundu wa Msimbazi Simba Fadlu Davis, lakini pia na mwalimu Romain Folz. Hans Raphael ameandika it is over, kwenye dabi ijayo hakutakuwa na hawa makocha wawili. Fadlu tayari ameshaondoka, Romain Folz atatimuliwa muda wowote kuanzia hivi sasa. Kifupi, dabi ijayo itakuwa na sura mpya kwenye mabenchi ya ufundi. Yanga wako sokoni kusaka kocha mpya. Huyo ni mchambuzi wa kandanda hapa nchini wetu Tanzania, Hans Raphael. Yeye aliweza kuandika hivyo kupitia ukurasa wake wa Instagram na kusema kwamba Young Africans tayari wameshaanza kutafuta mwalimu mpya ambaye anaweza kukaa katika benchi lao hilo la ufundi. Sasa kuna baadhi ya wadau hapa wameweza kutoa maoni yao kutokana na kile ambacho amekiandika Hans Raphael kupitia katika ukurasa wake wa Instagram. Huyu hapa anaitwa Vincent Mkalanga, yeye ameandika na wote tuseme amina. Huyu ameandika hapa anaitwa Lahel Helda, ameandika mbona kama Ramovich anarudi? Maskini kocha wa minuno anaondoka. Hizi timu kubwa bwana da. Huyu ameandika sema timu za bongo bana, kama ni kweli viongozi acheni miemko ya kusikiliza mashabiki ni ushamba. Mpeni kocha muda ili mradi aweze kufanya vitu kwa usahihi. Foili ana balaa jipya ndani ya NBC, kwa sauti ya kimamlaka nasema bora aondoke. Huyu ameandika hapa nimefurahi kinoma mwalimu Romain Folz kuondoka ndani ya Young Africans, kwa sababu sisi kama wananchi tulikuwa hatupendi namna ambavyo timu inavyocheza. Na hayo ndio yalikuwa baadhi wadau wa kandanda hapa nchini kwetu Tanzania kuhusiana na kile ambacho kinaendelea hivi sasa katika mitandao mbalimbali ya kijamii, kikisema ama kikimhusisha mwalimu wa Young Africans, mwalimu Romain Folz, pengine muda wowote kuanzia hivi sasa akapewa thank you ama akapewa mkono wa kwaheri, kutokana na kile ambacho baadhi ya mashabiki wa Young Africans kufurahishwa na namna ambavyo timu yao inavyocheza. Ikumbukwe Young Africans ndio bingwa mtetezi wa ligi kuu Tanzania bara. Mwalimu Romain Folz tangu alivyoingia ndani ya kikosi hicho cha Young Africans tayari ameshawapatia ngao ya jamii, ambayo katika ngao hiyo ya jamii walikutana na watani zao wekundu wa Msimbazi Simba, na mnyama Simba aliweza kupasuka kwa bao moja ambalo lilifungwa na Pacome Zouzoua katika dakika zote 90, na kiliwafanya Young Africans kuchukua kombe ama kuchukua ile ngao ya hisani na kupelekea mwalimu wa wekundu wa Msimbazi Simba Fadlu Davis kwenda kutafuta changamoto sehemu nyingine. Kwa hivi sasa kwa watani zao wa jadi wekundu wa Msimbazi Simba, wao tayari wameshamtambulisha meneja wa benchi lao mwamba kabisa kutokea kule katika timu ya Gaborone, na kitendo ambacho mashabiki wengi wa wekundu wa Msimbazi Simba wanaamini mabadiliko yameingia ndani ya kikosi chao hicho cha Simba, hivyo wanaamini kupata burudani na muendelezo wa ligi kuu Tanzania bara. Paka hivi sasa msimamo unasema Simba yuko pale juu akiwa na alama zake 6 na mabao 6, huku Young Africans wakiwa nafasi ya 4 wakiwa na alama 4. Mimi ni Mwanaisha Lukali, beki kisiki na machachari Afrika Mashariki na Kati. Nyuma ya kamera amesimama Sultan Goma ambaye anasababisha kila kitu kinakwenda vizuri.